Karibu kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Mimi ni Victor Abuso. Siku ya Jumanne, rais wa Marekani Donald Trump alitangaza usitishwaji wa vita kati ya Israeli na Iran baada ya nchi hizi mbili kushambuliana kwa karibu wiki mbili. Israeli ilikuwa nchi ya kwanza kuishambulia Iran, ikilenga vituo vyake vya nyuklia kwa madai kwamba ilikuwa inazuia taifa hilo kuendeleza mradi wake wa kutengeneza silaha za maangamizi, na zaidi ya watu 400 wameuawa nchini Iran. Iran nayo iliamua kulipiza kisasi na kurusha makombora nchini Israel ambayo yamewaua zaidi ya watu 20. Rais Trump, ambaye ndege zake za kivita wiki iliyopita zilishambulia vituo vitatu vya nyuklia huko Iran, amesema nchi hiyo na Israel zimekubaliana kusitisha vita na kuheshimiana. Kutusaidia kuelewa kinachotokea kuhusu mzozo huu wa Israeli na Iran ni Dr. Eric Irungu, ni mchambuzi wa siasa za kimataifa na masuala ya diplomasia. Anazungumza nasi akiwa Nairobi. Karibu sana kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Asante sana, nashukuru sana kwa mwaliko. Kutoka Goma kule mashariki mwa DRC tunaungana naye Hilary Bauma, naye pia ni mchambuzi wa siasa za kimataifa, amekuwa akifuatilia kinachotokea. Karibu sana kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Asante ndugu. Na nianze nawe Dr. Eric Irungu, unafikiri mkataba huu ambao umepatikana utadumu? Asante. Kwanza niseme ya kwamba huu mwafaka ambao umeweza kupatikana ni jambo nzuri sana, kwa sababu panapotokea mgogoro au vita kama hivi, jambo ambalo ni la dharura ni kuhakikisha kwamba kunapatikana ule usitishaji wa vita. Ni nafasi na nguzo nzuri sana katika hali ya kuitafuta amani. Kwa swala la je, itaweza kudumu, hili ni swala gumu sana kusema, kwa sababu kunategemea wale ambao wanahusika katika hivi vita, na haswa ni Israel na Iran. Kwa hivyo viongozi wao vile watakavyoweza kuendeleza huu mpango mzima wa kuhakikisha kuna usitishaji, basi hili ndilo litakaloweza kuhakikisha ya kwamba kutakuwa na kudumu kwa huu mwafaka. Hilary, wewe ukiwa hapo Goma unasemaje? Mimi kwa upande wangu ninaona itakuwa ni vigumu kusema kwamba mkataba huu huwezi kudumu, kwani unajua vita hivi kama vilianza si mgogoro kati ya Iran na Israel, bali ni mgogoro kati ya Israel na Palestine. Wakati Israel wako wanatuangana na Palestine na huko Hamas, muda wote ambao watakuwa wakituangana, nadhani Iran hawezi kusaini mkataba wote ambao utadumu kati ya yeye na Israel. Erika, unafikiri nini ambacho kilimsukuma Rais Donald Trump kuja na mapendekezo haya? Licha ya kuhusishwa pia alishiriki kwenye vita hivi. Unakumbuka mwishoni mwa wiki iliyopita ndege zake za Marekani zilishambulia vituo vitatu vya nyuklia huko Iran. Kwa maoni yangu, mtazamo ninaona ni mambo mawili. La kwanza ni kwamba Marekani imeweza kuafikia malengo ambayo ilikuwa inataka, na mojawapo ya hili lengo ni kuhakikisha kwamba kuna usitishaji wa ule utaratibu wa kuweza kutengeneza nyuklia na kupata tuseme silaha. Na la pili ni kuona kama key ally wa Israel wanahakikisha kwamba huu usitishaji unahakikisha Marekani haihusishwi katika hivi vita. Na unafikiri kwamba labda ni ushindi kwa Trump, ambaye sasa kuna watu wanaona kwamba amejaribu kuleta amani kati ya mataifa mawili na kujaribu kusitisha mzozo huu ambao ulikuwa na hatarisha zaidi si uhusiano tu kati ya Iran na Israel, bali ukanda wote wa Mashariki ya Kati? Ni kweli kuhakikisha kwamba kuna huu mchakato na utaratibu wa kusitisha hivi vita, kidogo kuna muonyesha Rais Trump kama kiongozi ambaye amejitolea katika hali ya kutafuta amani, kusuluhisha lile swala ambalo linapatikana katika Mashariki ya Kati. Lakini pia ikumbukwe ya kwamba kidogo anaonekana yuko ndani katika huu mgogoro na hivi vita, kwa sababu pia anaunga mkono Israel na kuhakikisha kwamba wanawasaidia kivita. Na msijui bwana Hilary Bauma, wewe unasemaje kuhusu hilo? Bwana Trump yeye ni muungaji mkono mkubwa wa Israel, na naamini ya kwamba Israel haiwezi kwenda kinyume cha yale ambayo bwana Trump amependa yafanyike. Lakini pamoja na hiyo, tusisahau ya kwamba hawawezi kamwe kumwamini Trump. Watasema huyu ni mtu mwenye kusapoti Israel,
Ni kusema anapenda tu wachukue muda, na ndio maana wa Iran wanaweza tu kukubali kijuujuu, lakini kindani hawakubali kabisa. Saa chache tu baada ya mkataba huu kutangazwa na Rais Trump kupitia mitandao yake ya kijamii, tulishuhudia Iran ikiendelea kurusha maroketi na makombora katika maeneo mbalimbali ya Israeli. Labda Bwana Hillary, hii inamaanisha nini? Wairani hawamwamini Trump, wanaona kama hiyo yeye anafanya kazi tu kwa upande wa Israel, na ndio maana wao hawawezi kukubali kabisa mkataba ambao unatolewa na Trump. Pengine ungelitolewa na rais mwingine wangelikubali, huku wakitambua ya kwamba Trump yuko nyuma ya Israel. Huo mkataba wake hawezi kuamini, na hiyo ndio maoni yangu kwa upande huo. Ndio maana walionyesha wakishambulia huko Kata, nafasi zingine, wakionyesha ya kwamba wao hawakubaliani na huo mkataba na Trump, kwani yeye ni wa pande zinazopigana. Yeye si mtu aliye natural, kusema hayuko katikati, yuko kwa upande mmoja. Alafu mkataba pengine itakuwa ni kwa faida ya Israel, ndio maana hawakubali kabisa kikamilifu. Na Bwana Eric Kirungu, tunakumbuka kwamba Israeli ilisema kwamba inaishambulia Iran kwa sababu lengo lake kubwa ilikuwa ni kuharibu vituo vyake vya kutengeneza silaha za maangamizi. Kwa tathmini yako, unafikiri baada ya vita hivi kuendelea kwa karibu wiki mbili, kwa kiasi gani unafikiri Israeli imefanikiwa katika lengo lake? Israel na Marekani, kwa sababu hizi nchi mbili zinafanya kazi kwa pamoja, zimeweza kufanikiwa kwa nafasi kubwa, kwa sababu yale maangamizi ambayo yameweza kufanyika katika hivi vituo ni maangamizi makubwa sana. Ikumbukwe kwamba kuviunda hivi vituo vya kinuklia inachukua muda mrefu sana, inagharimu hela nyingi sana, na kwa hivyo kidogo wamejaribu kurejesha nyuma ule mpango mzima wa kuweza kupata hizi zana za kivita na hizi silaha za maangamizi. Pia ikumbukwe ya kwamba imeweza kuhakikisha kwamba kuna utaratibu ambao kidogo unaonyesha kwamba wana ule uwezo, wana ile nia na ari ya kuweza pengine hata kufanya mageuzi ya kiserikali mle ndani ya Iran. Kuna wale hasa wanasiasa wa upinzani kule Israeli wanaona kwamba baada ya kilichotokea sasa wakati umefika wa Israeli kuangalia namna ya kumaliza vita vyake kwenye ukanda wa Gaza. Unafikiri kwa kuangalia hicho kinaweza kikatokea katika siku zinazokuja? Jambo la muhimu zaidi ni kuhakikisha kwamba katika vita nchi yoyote haipigani vita kupitia nyanja tofauti. Mathalan nikisema hutaki Israel ambayo inapigana vita, inapigana na Iran, inapigana na Hamas, inapigana na Hezbollah, inapigana na wale Wanahuthi. Kwa hivyo ni kuhakikisha kwamba vita hivi ambavyo vimechukua muda mrefu sana viweze kumalizwa, kusitishwa, na rasilimali za kivita ambazo pengine zinatumika kule zikaweza kuelekezwa katika ulinzi wa taifa. Na muda wetu kwa kweli umeyoma sana. Bila shaka mambo mengi yatajitokeza katika siku zijazo kuhusu swala hili. Lakini nikupe kauli ya mwisho, Bwana Hillary, ukiwa hapo Goma, nini ambacho unakitarajia katika siku chache zinazokuja? Vita Israeli inavyopigana vimekuwa virefu na vinachosha na vinachukua pesa nyingi. Ninadhani ya kwamba haitakuwa kwa faida Israeli kuendelea kupigana na majirani zake muda mrefu. Lazimishwa tu kufanya amani na majirani zake. Na Bwana Irungu, unamaliziaje? Mimi nitamalizia kusema kwamba vita vinaleta matatizo mengi sana, na kwa hivyo kutafuta njia haswa za kidiplomasia za kutafuta suluhu. Lakini pia ikumbukwe ya kwamba ndiposa vita viweze kusitishwa, ndiposa paweze kuwa na usitishaji wa vita, lazima basi wale ambao wanahusika katika hivi vita waweze kuhusishwa, na kuhusishwa kuna hakikisha kwamba unaleta maarifa mseto kutokana na watu tofauti, na yale mataifa ambayo pengine yanajihusisha kwa kindani zaidi kama Marekani kidogo hayawezi kuwa ni mwafaka katika kujihusisha katika haya mazungumzo. Na asante sana Dr. Eric Kirungu, mchambuzi wa siasa za kimataifa na masuala ya diplomasia, ukizungumza nasi ukiwa Nairobi. Asante sana. Na nikushukuru pia Hillary Bauma, mchambuzi wa siasa za kimataifa
ukiwa hapo Goma, mashariki mwa DRC. Asante. Na msikilizaji, hadi wiki ijayo kwenye makala ya Wimbi la Siasa, mimi ni Victor Abuso. Kwaheri.